Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo mama kanisa basi anaadhimisha sikukuu ya mitume Filipo na Yakobo. Hawa walikuwa ni mitume. Mtume Filipo alihubiri huko Ugiriki na Syria, wakati mtakatifu Yakobo mtume alibakia Yerusalemu na alihudumu kama askofu wa kanisa mjini Yerusalemu. Mitume wote walikufa kifo dini, ndugu zangu, walikufa kama mashahidi. Katika somo la injili yetu ya leo tunakutana na mazungumzo kati ya mtume Filipo na Yesu. Cha muhimu Yesu anachomueleza Filipo ni kwamba yeye aendelee kumwamini Yesu, kwani yeyote aaminie ama kweli ataiona nguvu ya Kristo maishani mwake. Yesu anasema kwamba huyo atafanya mambo makubwa zaidi kabisa ya yale ambayo Yesu mwenyewe aliyafanya. Yote haya yanawezekana kwa sababu injili yetu ya leo Yesu anamwambia Filipo kwamba yeye yuko ndani ya Baba, na aliyemuona yeye basi amemuona na Baba pia. Hivyo Yesu anayo mamlaka makubwa kama yale ya Baba, na ndio maana yote haya yanawezekana, ndugu zangu. Na ukweli wa kauli hii ya Yesu kwamba yeyote aaminie atatenda makubwa hata zaidi ya aliyotenda Yesu ilidhihirika katika maisha ya mitume hawa, ndugu zangu wapendwa. Mfano, mtume Filipo aliweza kusafiri hadi Ugiriki na Syria akihubiri injili, na idadi kubwa ya watu wakimsikiliza na kumwamini na kuwezesha kuanzisha hata makanisa. Kumbuke kwamba Yesu katika utume wake hakufika Ugiriki au Syria, na pia idadi ya wale waliokuja kuamini maneno ya Filipo walikuwa ni wengi zaidi ya wale walioyaamini maneno ya Yesu katika wakati alivyokuwa akihubiri yeye mwenyewe, ndugu zangu. Hii haina maana kwamba Filipo ni zaidi ya Yesu, hapana. Ni kwa sababu Yesu alisema ukiniamini. Kwa hiyo ni nguvu ya Kristo ilikuwa inafanya kazi ndani ya Filipo. Kwa upande wa mtume Yakobo, yeye alikuwa askofu wa kanisa la Yerusalemu, na kwa kweli idadi ya watu aliowaongoza kama Wakristo nao walikuwa ni wengi zaidi ya nyakati zile za Yesu. Hapa sitaji haya yote kwa lengo la kuonesha ati mitume walikuwa wakuu kuliko Yesu, bali lengo ni kuonesha kwamba mitume kwa kuwa walimwamini Yesu waliweza kutenda makubwa hata zaidi ya Yesu. Lakini tukumbuke kwamba yote haya ni Yesu alikuwa anawezesha ndani yao, anayatenda akiwa ndani yao. Yeye ndiye aliyempeleka Roho Mtakatifu na kuwezesha haya yote kuendelea kutendeka, ndugu zangu. Katika injili yetu na kwa njia ya mifano ya hawa watakatifu wawili tunajifunza mambo makubwa. Muhimu ni juu ya imani kwa Yesu mfufuka. Hii ni hazina kubwa, na Yesu anavyotueleza ni kana kwamba bado wengi hatujaweza kuivumbua thamani ya hii hazina, ndugu zangu. Ni kwamba matatizo yote anayokutana nayo mwanadamu yote yanaweza kutatulika kwa njia ya imani. Magonjwa, shida mbalimbali, maumivu, maskini, yote haya anayajua Mungu, na kwa njia ya imani yanatatulika tu. Alimradi uwe na Mungu. Mungu atakufundisha njia njema ya kufanya kazi, njia njema ya kusali, namna ya kujitahidi. Lakini shida ni kwamba wanadamu tumekosa imani. Kila siku Yesu katika mafundisho yake anahuzunika juu ya watu kukosa imani. Watu wanajihangaisha na mambo mengi mno. Walitumia nguvu nyingi bila mafanikio yote. Akina Petro walivua usiku kucha wakikazana bila kupata hata samaki. Lakini alipokutana na Yesu tu wakafanya kwa neno la Yesu wakapata samaki wengi. Waliweza kufanya makubwa na kuweza kuvua samaki wengi ajabu. Yote haya ni changamoto kwetu. Tujue kabisa maisha yetu bila kuambatana na Kristo tutavua hewa tu. Tujiunge na Kristo. Mitume walijaribu kuyafikiria maisha baada ya ufufuko kwa akili yao, waliishia kukata tu tamaa. Lakini Yesu alipokuja kwao na kuwapatia Roho Mtakatifu, mara moja waliingiwa na nguvu kama za nyati na kuanza utume bila woga, kuweza kufanya mambo makubwa hata zaidi ya yale ambayo Yesu alikuwa ameyafanya kwa enzi zake akiwa hapa duniani. Ndugu zangu, sisi tujiulize, je, tupo tayari kujiunga na Kristo? Yote haya yatupe mwongozo na sisi nasi tupo katika mahangaiko, magonjwa, maskini na fujo za hapa na pale. Tunamshirikisha Kristo atusaidie? Ninamwamini Mungu zaidi au naziamini dawa zangu kuliko Kristo?
Je, ninajiamini kwa nguvu zangu tu na nataka yote yawezekane kwa nguvu zangu peke yake? Tujichunguze. Yesu ndiye kila kitu ndugu zangu. Katika somo la kwanza tunakutana na habari kwamba Yakobo ni miongoni mwa watu ambao Yesu aliwatokea yeye mwenyewe. Tendo la mtume kutokewa na Yesu lilikuwa linamfanya mtume aongeze imani zaidi kwa Yesu. Na mfano wa hili ni Paulo. Swala lake la yeye kukutana na Yesu lilimfanya badilike moja kwa moja alipokuwa akienda Dameski. Hata hili tendo la Yesu kukutana na Yakobo lilimbadilisha maishani na kuyaweka maisha yake kwa Yesu. Ndugu zangu, tujitahidi kupambana ili daima tuweze kukaa na Yesu katika maisha yetu. Nasi tuige mifano ya hawa mitume. Hata sisi kwa kipindi hiki cha Pasaka tunakutana na Kristo mfufuka katika Ekaristi Takatifu, yupo ndani yetu. Tumpokee kwa imani na wala tusiwe na wasiwasi naye. Nakutakia Jumamosi njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda na kukutunza, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nakukumbusha shajara zetu za Asali Mbashara bado zipo pale St. Joseph Cathedral Dar es Salaam kwenye kontena la kwaya. Jipatie pale nakala yako. Zinaishiria tu, zimebaki chache tu. Kwa hiyo pata nakala yako tuzimalizie. Hapa San Damiano Msimbazi, hapa Shrine, hapa Padre pia zipo. Jipatie nakala yako ili basi uweze kuchambua neno la Mungu na uweze kuzielewa. Kama kesho Injili inavyotuambia mitume wale walikuwa wanaenda, wale wafuasi wakaenda Emmaus, Yesu alivyoongea nao walichomwa mioyo. Sisi tulisome neno la Mungu lichome mioyo, itufanye tuwe watu tofauti kabisa.